ni kuwa tumeshtuka sana wakati rais wa taifa la Kenya ambaye katiba inasema he should be a symbol of national unity akianza kufanya what we call ethnic profiling in the running of the presidency of this country. And the NCIC, I don't want to say NCIC should summon the president, but with respect, I want to request the NCIC, because many court cases that have landed some of us to courts is the utterances that the President Uhuru Kenyatta made yesterday. I want to call upon the NCIC to have a discussion in State House or anywhere else with President Uhuru Kenyatta to understand what he meant by saying that two tribes have led this country more than the others. Is the president setting this country against each other as a symbol of national unity? We have 44 tribes, let us bring Makonde in this republic. When president say two have been in leadership, is president setting 42 against 2, which is the narrative that can destroy and disunite the country? And we want to warn president, we want to ask President Uhuru Kenyatta that he should not leave this country more divided than it is now. Making such reckless utterances yesterday in Western defeats the purpose of the handshake that was to bring the unity, togetherness of the country. And therefore, NCIC and the president owe us Kenyans an apology. Because akisema kuna makabila mingi wamekaa uongozi sana, makabila wengine, hiyo ni kuchochea watu kulingana na kabila. Hata wakati wewe Uhuru ulikuwa president, si Kibaki alikuwa anatoka kama rais? Si alikuwa anatoka jamii fulani yenye wewe unatoka? Kwani mbona 2013 huko peana hiyo kiti kwa jamii nyingine, na jamii huyo mtu alikuwa kwa kiti Kibaki ni jamii kutoka kwako? Mbona ikiwe sasa Wakenya wanataka kuchaguana kulingana na uwezo wa mtu ambaye anataka uongozi? Even Martin Luther Jr. King said in America in many years that I pray for one day that my children will not be judged based on the skin color, but based on the content of their character and leadership ability. In this country, we are looking for a leader regardless of the tribe they come from. Na hii hasla ni ya Wakenya wote. Na ndio maana hiyo kambi ya kina Raila na nani wale vikundi ya handshake na BBI wameshtuka, kwa sababu hii gari ya hasla, mahasla wote kutoka jamii ya taifa la Kenya wameingia ndani, na hiyo ndio inawashtua, wanaogopa wasiingie katika hiyo. Sisi tumesema agenda ya hasla ni kuwa na tribeless conversation for the betterment of Kenya, regardless of tribe, region, religion, your background of social status in this republic. Na ndio maana tunaomba Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali omba wa Kenya msamaha. Kama wewe ni symbol of national unity. Na kama rais hataomba msamaha, tunaomba NCIC, National Cohesion and Integration Commission, waongee na rais, wajue rais alikuwa anamaanisha nini. Because such serious statement coming from a head of state, si kitu rais hivi. Si mambo ya chai na mandazi kwa hoteli. This is a very serious statement that can take this country back to where we don't want us to go. Wacha nataka nimuulize Uhuru Kenyatta aende retire pole pole. Awachie wa Kenya waamue nani atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5 wa taifa letu la Kenya. Na sisi kama viongozi, mimi sina shaka rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ni Daktari William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Na tunataka tuombe Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa sababu sisi tulikuchagua. Unajua wewe unatembeanga na handshake, hakuna kitu walikupea, wanakudanganya tu. Sisi tulikupigia kura. Fanyia wakazi wa Kenya kazi kabla miaka 2 ijaisha. Please leave a better legacy. Kama umesema legacy yako ni BBI, wewe pambana na BBI, kwa sababu hata Big 4 kazi ilizama wakati hii handshake ilikuja. Hakuna kazi inaendelea Kenya. Ndio maana I want to challenge the president, we must have a conversation, and that is wale ya mwisho, sisi tutahama kwenda UDA. Hiyo wheelbarrow tumesema hiyo ndio wheelbarrow itasukuma naibu wa rais polepole mpaka State House, na hasla ndio watasukuma. Ile chama ya Jubilee tutabomoa tu vile nilisema. Nimeona penye save iko, penye msumari iko, mabati na miti tutapita naye, ndio tuhakikishe tutaenda koni. Na nimeona ndugu zangu akina Tuju na Murathe wanasema ati watatisha sisi.
Wewe unatisha nani? Ati unatuchunga? Unachunga nani? Hiyo vitisho does not find any basis in law. We are within the Jubilee. Na by the way, wacha niulize ya mwisho. Uhuru alienda ODM. Sasa iko makosa sisi tukienda UDA. Yeye ashaenda ODM, hata Msambweni alifanyia campaign candidate wa ODM. So kila mtu aanze sasa kujipanga hapo mbele ndio tuende mbele.